Yes, kimsingi ni kwamba katika vita ambayo inaendelea katika eneo la Mashariki ya Kati, Trump kimkakati na kiuchambuzi kabisa ana machaguo ya msingi matatu. Chaguo la kwanza ni kuweza kujiondoa kabisa kwenye eneo la Mashariki ya Kati, kwa maana kwamba aweze kuondoka katika eneo la Iran, kwa sababu unafahamu malengo ya kwanza ilikuwa ni kuondoa utawala wa mamula wa maayatola, lakini haraka sana baada ya kufariki kwa Ayatollah Ali Said Khamenei, Iran imeweza kupata viongozi wapya na still bado taifa limekuwa na mshikamano, na kifo cha Ayatollah Khamenei ukitazama kimeweza kuwaunganisha wananchi wote, viongozi wote kuweza kuipambania nchi yao. Kwa lengo la kwanza la kuhakikisha kwamba utawala wa Tehran unaondoka limefeli. Kwa hiyo Trump anachagua kwenye meza yake kuhakikisha kwamba anaweza kujiondoa katika eneo zima la Guba na eneo zima la Iran. Lakini ukitazama hii hoja, kama akijiondoa itakuwa ni fedhea na itakuwa ni kutia aibu kwa taifa la Marekani. Lakini hatua pili, Trump anatakiwa aende kupeleka majeshi. Unafahamu kwamba nchi ya Iran ni nchi ambayo kijiografia ni ya milima, lakini nchi ya Iran hawa Waajemi wamekuwa ni wababe sana katika vita. Kwa mfano mpaka sasa hivi vita inaelekea wiki 3, bado wameendelea kuonyesha resilience, bado wameendelea kuonyesha ustahimilivu na kukomaa kuna uwanja wa mapambano. Maana ni kwamba sasa kama wakienda kutuma majeshi, na nimeona vile vile leo moja hapo ya page ya IDF na page za Mossad zinasema kwamba wamekubaliana kuenda kupeleka wanajeshi katika nchi ya Iran. Maana ni kwamba sasa itakuwa ni physical battle, itakuwa ni vita ya angani, vita kwenye maji na vita kati ya wanajeshi wa nchi ya Iran na nchi za magharibi pamoja na nchi ya Marekani. Unafahamu kwamba palipo wanajeshi wa Marekani, palipo wanajeshi wa Israeli, basi wa Marekani wapo, wa Faransa wapo, Waingereza wapo, NATO wapo, kwa sababu hili ni taifa lao la kimbinu, taifa lao la kimkakati. Sasa je, Iran washasema kwamba wanawasubiri wanajeshi wa Marekani waje katika nchi yao ili waweze kuonyesha namna gani wao wamekuwa tayari kuweza kulinda na kuitetea taifa lao. Ukitazama hoja ya kwanza ya kuweza kuondoka katika eneo la Iran, kama wakiondoka itakuwa ni fedhea. Hoja ya pili ni hoja ambayo ina gharama kubwa sana, lakini zaidi sana ni hoja ambayo imekuwa ikiwa na hatari nyingi ya kuweza kupoteza maisha ya watu, mali zao, lakini zaidi sana kuharibika na kuvurugika kwa uchumi wa kimataifa. Sasa hoja ya tatu ni hoja ya kuweza kutumia silaha za maangamizi, nuclear. Kama Iran akiendelea na mpango wake kuhakikisha kwamba anaendelea kuipiga Tel Aviv, kuipiga Haifa, kuipiga Yerusalem, maana ni kwamba Waisraeli watachoka. Na umeshuhudia kwa mfano sasa hivi kumekuwa kuna maandamano makubwa sana katika eneo la Israeli. Watu wamechoka kukaa ndani, watu wamechoka kuwekewa vizuizi, watu wamechoka kuwekewa vikwazo. Netanyahu kimtazama amekuwa na pressure kubwa sana katika ndani ya siasa za nchi ya Israeli. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kumekuwa kuna hiyo sintofahamu miongoni mwa machaguo ambao kimsingi amekuwa nao Rais Trump. Unafahamu kwamba kimkakati viongozi wanafanya dhana inaitwa rational approach, yani kufanya uchanganuzi wa kimantiki wenye kujenga taswira na wenye kujenga mchakato ambao umefanyiwa hesabu za kimkakati kuweza kufikia malengo ambayo kimsingi yamekuwa yameandaliwa.